Hakika leo nimesikiza somo la imani kwa usikivu wa ndani kabisa, na nimeanza kuona kumbe mambo yanawezekana, na hata uponyaji wangu naamini kabisa unawezekana. Hongera sana. Lakini ulikuwa ukisikia somo la imani mara kwa mara, hata mchungaji alikuwa akifundisha. Hata mimi nimesikia somo la mchungaji kanisani. Unajua nini Jala, yani si kila anayekuja kanisani ana usikivu wa neno la Mungu. Mimi muda wote nipo kanisani pale, yani kwa sababu tunapenda muziki. Umeona? Hivyo nikimaliza kuimba kwa kwangu mimi naona kama ibada imeisha. Mengine yote wasitamani kabisa kuyasikiliza. Yani nilikuwa naona kama yananipotezea muda. Lakini sasa ukisha kuwa na tatizo kiu ya neno inaanza kuumbika. Ni kweli. Unakumbuka hata mchungaji alishaye kutubiria akasema kuna mambo ni lazima yasame kama Farao ili tuvuke katika bahari kuelekea katika hatima zetu. Hata katika mapito yako wewe, huenda Mungu ameyaruhusu kama Farao ili kukuvusha kuzidi kumpenda Mungu zaidi. Naamini hilo Jala. Unajua mimi sio yule ninayejijua, sio yule kabisa. Nimekuwa mpuuziaji sana wa mambo ya Mungu. Mimi nipo pale kanisani kwa sababu tu ya muziki. Yaani kama mtumbuizaji tu na sio kama mwabudu halisi. Njia za Mungu hazichunguziki. Kila mtu kuna namna Mungu anavyomponya. Mimi nilipona HIV bila hata kuhangaika. Ila naamini Mungu alijua moyo wangu kwa umepondeka mbele zake. Ulipona HIV? Hey. Hai. Wewe Jala, nakwambia nilipona tena kimiujiza kabisa. Hata hili pia limeniongezea imani kubwa sana. Kubwa sana. Na mimi naona pia kwamba naenda kupona. Naona kabisa naenda kupona. Jala. Kumbe imani chanzo chake ni kusikia. Mbona nilitoa ushuhuda kanisani? Kwani hukulisikia hili? Mbona ulikopo siku unatoa ushuhuda kanisani? Jala, amini kabisa nakwambia. Mimi baada ya huduma ya uimbaji ni either nitoke nje na kukaa huko. Ukiona nipo kanisani basi ujue nipo mwili tu. Akili na mawazo huwa havipo hapo kabisa. Basi waimbaji kama nyie mnahitaji huduma nzito sana ya maombi. Ni kweli Jara. Na ndio maana niliposikia kwa nimeathirika, yani nilichanganikiwa sana, nilihisi kuchanganikiwa kabisa. Ila nakushukuru sana. Leo umenipa package kubwa sana. Kubwa sana. Amen. Mungu akubariki sana. Basi acha nikuache uende, tutaonana kesho ibadani. Amina, nashukuru sana. Amina, ubarikiwe sana. Asante sana.
Hii ni balaa. Nawasaidia wenzangu ila mimi nimeshindwa kujisaidia. Haya mambo ya aibu sana hata kusimulia. Mungu nipe maarifa, najua hata hili unaliweza. Sandra hajawa mbaya hivyo hata umshindwe, na hata angekuwa mbaya kiasi gani, udongo hauwezi kumshinda mfinyanzi. Wewe Bwana ni mfinyanzi, Sandra ni udongo. Kinjo, Jomba ni rafiki yetu, hatuwezi kumtupa. Sisi ni mapacha watatu. Ni lazima tumtafute, tukimpata tunaondoka naye akapate raha. Lakini ule mke wake ni kama alichukia siku ya kumrudisha. Leo sijui atasemaje, maana naona ni kama mtu wa Mungu huyo. Usihofu, mimi mwenyewe ni mtu wa Mungu. Mistari yote ya Biblia imelala hapo. Akituuliza mmekuja kufuata nini, tuseme tumekuja kumtafuta kondoo aliyepotea. Si unajua kanisani watu wanaitwa kondoo. Nyie tena, naomba, sitaki kuwaona mahali hapa. Nyie ndio mnayemharibu mume wangu, bado mnarudi tena mahali hapa kumharibu. Naomba, sitaki kuwaona, muondoke. Tena wewe unajiita ambulance wewe, ndio sitaki hata kukuona wewe. Na ninaingia ndani, nikitoka hapa ninawaitia mwizi, mnachoma moto hapa. Wewe niangalie tu. Kinjo, hawa huwa watanii hawa. Wakisema jambo huwa wanamaanisha. Tuondoke. Dada vipi? Mbona ongea kwa ghadhabu hivi? Na nakusikia huko nje unaongea kwa hasira kali. Kuna nini? Ulikuwa unaongea na nani? Kumbuka Biblia inasema hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Jana neno la Mungu pia linasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Na akili kabisa nimekasirika, nimekuwa na hasira, lakini si kutenda dhambi. Naumia sana jana. Mtu anachukua gharama kubwa, anakuwa anajenga, alafu anakuja watu wanabomoa. Jomba alishasimama kabisa kilo, alafu wanakuja kumrudisha nyuma tena. Nimeumia kwa kweli ndogo wangu. Dada, unakosea. Yaani unakosea sana. Kumbuka vita vyetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Usipigane na watu, pigana na roho zinazo kazi. Huko ndiko kunapopatikana ushindi. Nakuelewa sana mdogo wangu Jara. Unakumbuka ule mfano wa mpanzi? Yesu alisema kwamba ile mbegu iliyopandwa kwenye mwamba, maana yake ni kwamba watu walisikiao neno, alafu inapokuja uzia, shida, uliacha lile neno. Huyo ni mimi kabisa. Mungu nisaidie.
Je, mpenzi wangu, sitoacha kukwambia bado nakupenda. Naomba uachane na mimi. Nitakupiga kibao uaibike maisha yako yote mbele za watu. Nikishasema imekwisha na maanisha imekwisha. Yes. Sitaki kabisa mazoea ya kijinga. Dina, nakupenda hivyo hivyo ulivyo. Wewe ni mwanamke mzuri sana wa ndoto yangu ninayemhitaji. Yes. Hivyo basi, naahidi kukupenda, kukujali na kuzilinda hisia zako mpaka kifo kitakapotutenganisha. Thank you. Dina, naijua historia yako yote ya maisha yako. Najua huna wazazi, unapambana. Usijali, kuanzia leo mimi ni mpenzi wako. Mimi ni baba yako na ni mama yako, na nitakuwa faraja kwako. Tena kule. Wapi kule? Nikimbize kwanza, nikimbize. Yay. Yay. Rozi, rafiki yangu, usikate tamaa. Mungu wetu ni mwaminifu sana sana. Unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kupokea haja ya moyo wako. Kweli Jara, naamini hivyo. Maana toka nimeanza kuhubiri kwenye vituo vya daladala namuona Mungu kila siku itwapo leo. Kwenye swala la uchumi naona Mungu amejibu. Ila swala la ndoa naona hata kukata tamaa. Usiogope. Mungu wetu anajibu kwa moto. Mume utapata na utaolewa. Amina. Unajua mchungaji amekuwa akinifundisha kujikubali. Maana zamani hata nikiingia kwenye mahusiano nilikuwa naona kama nimehurumiwa. Ndiyo maana mchungaji akanijenga mpaka sasa najiona ni mtu. Naenda kuolewa muda si mrefu kwa jina la Yesu. Amen. Naamini katika hilo. Endelea kuomba na kumtumikia Mungu. Hakika Mungu atakushangaza. Amina. Bwana anawapenda. Tunawakaribisha ndani kwa Yesu. Mpokee uponyaji. Yesu yuko mahali hapa anaokoa leo. Leo amefika, Yesu amekutembelea hapa. Karibu sana wewe mfanya biashara, wewe daladala, karibu nakaribishwa kwa Yesu. Njoo upokee uponyaji, wewe unayeumwa, wewe unayetafuta mume. Karibishwa leo, nakaribishwa leo kwa Yesu. Wewe unayetaka mke, karibu leo. Mungu wetu yuko hapa, anajibu kwa moto. Wewe uliyechoka
maisha. Usikate tamaa. Yesu yuko mahali hapa anayekupa tumaini. Yesu yuko mahali hapa anayekupa tumaini kwenye biashara yako. Umekusogelea mahali hapa kwenye kazi yako. Yesu yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hiki karatasi kuna ujumbe wako, kuna mtu mtafute. Haraka sana. Asante sana. Nashukuru. Nashukuru. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mahali hapa. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe huchunguziki, wewe wala Mungu wetu hauwezi kuzuiliwa. Makusudi yako Bwana lazima yatimie. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru tena kwa majira haya Bwana, ambayo Mungu umenipa kibali kuja mbele zako kwa ajili ya kuomba mbele zako Mfalme. Wewe ni Mungu ambaye haushindi. Wewe ni Mungu ambaye uligeuza mioyo ya wafalme kuelekea wewe Bwana. Ukageuza mioyo, ulimgeuza Nebukadneza Bwana, ili ajue kwamba wewe ndiye Mungu unayeishi. Baba, haukuishia hapo. Ulikwenda kwa mtumishi wako Sauli, wakati anaitwa Sauli Bwana, uliugeuza moyo wake Bwana, ukamfanya kuwa mtumishi wako mkubwa kabisa, akaitwa Paulo. Wewe ni Mungu ambaye haubadiliki. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hata leo Mungu, najua ya kwamba Bwana unauweza na mamlaka ya kuweza kuwageuza rafiki zangu hawa Kinjo pamoja na Sekubamba. Bwana, ninajua Mungu unaweza. Ninajua Mungu unaweza. Ninajua Mungu utafanya. Najua Mungu inawezekana kwako. Ninaomba Bwana ukageuze mioyo ya watu hawa. Ukageuze mioyo ya watu hawa ikakuelekewe Mungu wa kweli, ili wakajue hakika ya kwamba uko Mungu unayebadilisha maisha ya watu Bwana, kutoka utu wa kale na kuelekea utu upya. Ninakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Asante Bwana kwa kuwa umetenda. Asante Bwana kwa kuwa imekuwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Wewe ni Mungu, ninakushukuru. Asante Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni liko wazi. Ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.